Karibu katika shule ya Biblia. Tuko katika kitabu cha Efeso. Tuko kitabu cha Efeso mlango ule wa 6. Kitabu cha Efeso kina mlango wa 6 kama nilivyosema, na tumesomea mistari minne tu ya kwanza, lakini mlango wa 6 una jumla ya mistari 23 na tutakaa humo kwa jinsi ambavyo nimeshaliandaa haya masomo. Tutakaa humo kwa wiki 4. Wiki ya leo, wiki ya kwanza kwenye mlango wa 6 tutasoma habari za mahusiano kati ya wazazi na watoto. Wiki ijayo tutasoma mahusiano kati ya bosi na mtumishi au bwana na mtumishi wake. Ndio sura ilivyojipanga hivyo. Na wiki itakayofuata tutasoma somo moja kubwa sana linaloitwa vita vya kiroho. Zana za kiroho, vita vya kiroho. Sasa humo sijui kama tutatumia wiki moja, lakini nadhani tutajitahidi kutumia wiki moja. Alafu wiki ya mwisho kabisa tutakuwa na kufunga kitabu cha Waefeso ambacho tutaangalia habari zinazohusu gharama ya utumishi na namna ya kumtumikia Mungu. Ndivyo kitabu kilivyojipanga. Sura ile ilivyojipanga. Basi wiki iliyopita tulifunga mlango wa 5 kwa mahusiano kati ya mke na mume. Na tuliona mambo mengi pale na tukaona kwamba kama tu kurejelea, nitumie tu sentence moja au mbili kwamba dunia na makanisa kwa ujumla, kwa sababu makanisa yanaakisi dunia yanayoishi. Kwa kweli hawana tofauti. Fikra za makanisa, utendaji wa makanisa, muziki ya makanisa, maneno, nia za makanisa, kila kitu zinafanana na za dunia wanakoishi. Ambayo Mungu anasema ondokeni katikati yao, mkatengwe nao. Wakorintho wa pili mlango wa 6. Anasema ondokeni katikati yao mkatengwe nao. Ndio makusudi ya Mungu. Lakini basi dunia ya leo, na manake ndoa za dunia hii, familia za dunia hii ambazo ndo za makanisa ya leo, ni hayajali maelekezo tuliyoona katika Biblia, hasa katika Waefeso mlango wa 5 ambao ndio sura kuu kabisa inayoelekeza mahusiano kati ya mume na mke ndani ya familia. Baadaye leo ndo tukaona kwamba atasogea sasa aende kati ya watoto na wazazi. Japo ni sura mbili tofauti, lakini kitabu hicho hicho. Kwa hiyo kwa mfano tuliona kwenye mlango wa 5 mwishoni pale wiki iliyopita, uhusiano kati ya mume na mke ni wa namna hii. Mke amtii mume kama anavyomtii Kristo. Sasa hivyo sivyo ambavyo viko kwenye makanisa, sivyo hivyo katika dunia, na hakuna anayejali hizo habari. Na ndio sababu naona kwamba ndoa nyingi hizo zimekuwa kama machinjio, watu wanauana huko. Kwa sababu wanataka kufanya kitu cha Mungu. Ndoa ni kazi ya Mungu. Alafu wanataka kutumia sheria zao. Haiwezekani. Lazima itaharibika. Alafu tukaona mume, na anaanzia hapo, anasema mke kwanza aanze kutii. Alafu akitoka pale anasema na mume apende kama vile Kristo anavyolipenda kanisa. By the way, Kristo anavyolipenda kanisa sio kutaka kulivalisha manguo mazuri na kupitiliza. Hapana, analipenda kanisa kwanza liwe takatifu. Mume mzuri ni yule ambaye anamfundisha mke wake kuwa mtakatifu. Kimsingi. Na anahisi kwamba nimetafsiri Biblia tofauti. Ndivyo ilivyo. Kwa sababu kama tunatakiwa mume kumpenda mke kama Kristo anavyolipenda kanisa, Kristo sio kwamba anapenda kanisa kwamba alifanye tajiri sana. Hapana, atalilisha ndio. Lakini atalitakasa. Na ndicho tulichoona, sitaji kwenda huko. Sasa leo anahama sasa. Anaenda katika uhusiano. Leo hii unaweza kusema kwamba labda ni somo dogo sana. Hapana, hili ni somo kubwa sana. By the way, ukiona, wewe niseme kitu kimoja kabla ya kwenda meza hii. Ukiona familia hizi ndoa tuko nasema kwenye mlango wa 5 zilizokufa zile. Sio kwamba zimekufa kwenye familia zile. Zilikufa huku kwenye watoto na wazazi. Nani ananielewa ninachokisema? Yaani hazifi baada ya kutengenezwa, zinakufa wakati wale wanaokuja kuzitengeneza wakati wanakuwa. Mzazi wa leo anamvalisha mtoto wake vinguo vya vichafu ambavyo hataki kuvaa akiwa kwenye ndoa yake. Lakini haenda akavianzia kwenye ndoa, anaanzia huku utotoni. Huku utotoni. Kama mzazi atamlea kijana wake kwa kicho cha Mungu, upendo wa kimungu, huyu kijana lazima atafikia kwenye ndoa ampende mke wake. Ndio sio? Lakini akimlea akawa ndio ile anayefanya wa kisasa wa viduku na upuzi na ushoga na nini,
hutegemei au hata kama sio mshoga moja kwa moja anajificha kwenye ushoga lakini anadhani kwamba labda kazi zake na elimu zake ndio vitu vikubwa ndio vitu huyo haweza kawa baba au haweza kawa mume mwema hata siku moja. Vivyo hivyo na kwa mke. Kwa hiyo utaona kwamba hili somo linalilisha lile la wiki iliyopita. Hivi vitu vimeshikana. By the way, hivi vitu pia vimeshikana na kanisa zuri. Familia nzuri inazaa makanisa mazuri. Kwa hiyo tusome kuanzia ule mstari wa kwanza. Nasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana maana hii ndiyo haki. By the way, mbele za Mungu vitu vyenye haki ndio vinakubalika. Vitu visivyo na haki mbele za Mungu. Nasema watiini wazazi wenu kwa maana hii ndiyo haki. Mbele za Mungu mtoto anayemtii mzazi ni haki. Nitakuja kwenye undani wake baadaye kidogo. Anasema enyi anaendelea anasema waheshimuni baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Kwamba katika amri zote Mungu anaweza kumwambia usiibe. Hajasema usiibe nitakusaidia kitu fulani. Hapana, anakuambia usiibe tu basi. Usizini basi. Lakini anakuambia anapokupa amri kwamba mtii baba na mama anaongeza ahadi juu yake anasema ili kusudi uweze kuishi duniani. Uweze kuwa na maisha marefu. Automatically kama Mungu anaheshimu maandiko yake, mtu asiyewatii wazazi wake kwa vyote vile hatafikisha labda miaka 50. Hataishi. Ndivyo Biblia inachosema. Sasa dunia ya leo ukisema maneno ya Mungu kama haya, unaonekana ni mhubiri mbaya. Hebu niangalizieni kwa kweli. Tutaishije sasa? Kuyasema tu kwamba ndio ameandikwa hivyo kafafanua, unaonekana hajafundisha upendo. Sio kweli. Anaendelea anasema mstari wa 3 upate heri. Kwa hiyo sio kuishi tu peke yake, ni kuishi vizuri. Heri ni maisha mazuri. Uliyefanikiwa vitu vyako, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Kuna watu hapa Tanzania, sio Tanzania tu pekee, dunia nzima. Unaweza kukuta afikisha miaka 18 anafanya kosa la ajabu anafungwa miaka 40, anatoka na miaka 70. Huyo mtu historia ya maisha yake duniani atakuwa anakuja kufanya nini? Amina. Huyo hajaishi heri huyo. Kuna mtu anaweza kukuta anafikisha labda miaka 25 anafungwa maisha. Sasa alikuja kufanya nini kwenye hii dunia? Alikuja kufanya nini? Hana faida. Alipata hasara tupu ya kuzaliwa. Nani anaelewa hicho ninachokisema? Kwa sababu kama maisha yake yote yalikuwa ni kifungo, na wapo wengi kwa kweli si wachache. Siku moja tulifika mahakamani sehemu fulani. Tukakutana na mzee mmoja alikuwa ametimiza mwaka wa 40 gerezani. Na alikuwa na miaka 70 ya umri. Mwaka 40. Alifungwa wakati wa mzee Nyerere huko miaka ya nyuma zaidi. Kina Mwinyi hao wamkuta tayari huko huko. Sasa sina maana kwamba haya mambo hayatuhusu moja kwa moja. Yanayotuhusu ni nini? Ni maneno ya Mungu. Lakini ni mifano wakati mwingine inayoishi, mifano halisi. Kwa hiyo anasema mstari ule wa 3 upate heri. Mungu anatutaka tuishi kwa heri. Hebu mtii Mungu kidogo. Unajua Mungu ukimpa kidogo anakupa maradufu. Hebu onyesha kwa kiwango fulani kadogo kautiwa Mungu. Uone Mungu sio kama wanadamu, unaweza kumpa kitu unaenda kununua labda unga, anakupa nusu wakati umelipia kilo. Anakuibia, anakupa gramu 800, 200 anakukata. Mungu ukimpa gramu 1000 kama tukipima kwa uzito, kwa uzani, yeye anakupa anasema analipa maradufu. Sehemu nyingine Biblia inasema Mungu analipa mara 100. Mara 100 katika ufalme katika ulimwengu na hata ule ujao. Na anakupa mpaka pensheni ya ufalme ujao. Jamani Mungu wetu ndivyo alivyo. Atakupa afya. Hiyo afya hujajipatia wewe mwenyewe. Hiyo afya hujajipatia. Kwa hiyo anasema ili kusudi uweze kuipata hiyo heri duniani, sehemu ya kwanza ni kuwatii wazazi. By the way, nitatumia sehemu kubwa ya hili somo nikiwa na wadai wazazi kuliko nikiwa na wadai watoto. Kwa hiyo ukisikia hii mistari unaweza kusema leo ni somo la watoto wanaulizwa maswali wanabanwa na nini dhidi ya wazazi. Hapana. Hili somo sehemu kubwa yake, sehemu ya pili itakuwa ina wadai, sehemu kubwa itakuwa na wadai wazazi dhidi ya watoto. Kwa hiyo ni deni kubwa liko kwa wazazi kuliko kwa watoto by the way. Ndivyo itakavyokuwa kwenye somo hili. So Mungu huwa ana mizani.
Anaanza anamwambia wewe mwanamke mtii mume, mtii sana, alafu anakuambia wewe mpende kama Kristo alivyopenda kanisa na kulifia. Kwa hiyo Mungu haweki sheria upande mmoja, anaweka sheria linganifu. Anaweka sheria ya mizani. Kwa hiyo somo hili litakuwa na mizani miwili. Litakuwa na upande wa wajibu na haki za watoto na wajibu na haki za mzazi. Sasa hivi tunaangalia sehemu kubwa hii mstari tunayosoma ni kama haki za mzazi dhidi ya wajibu wa mtoto. Mtoto afanye nini ili kusudi awajibike kwa mzazi na mzazi apewe haki zake. Sasa tutaona itageuzwa sasa baadaye. Anaendelea anasema nanyi akina baba ndio sehemu ya pili sasa. Nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Mungu ana hiki kipengele cha kulea katika adabu na maonyo ya Bwana. Hicho ndo watoto leo ukisema asilimia watoto kuwatii wazazi haraka haraka ungeniuliza naweza kusema labda asilimia kama 40 hivi. Labda 60 hawatii, 40 wanatii. Ndio sio? Lakini wazazi wanaowalea watoto katika kicho na maonyo ya Bwana ni chini ya 10%. Sasa tutaweka wapi uzito? Hii sehemu ya pili. Kama vile tulivyoona wiki iliyopita, enyi wake watiini waume zenu na enyi waume watiini wake zenu. Tuliweka uzito sana kwenye enyi wake watiini waume zenu kimsingi kama mnakumbuka. Sasa leo tutaangalia upande wa pili, enyi wazazi waleeni na kuadabisha watoto wenu. Naweza kusema ni maneno tu ya kibiblia lakini kuna hekima nyingine na utaratibu mwingine huko duniani. Hakuna mbadala wa huu. Haupo. Hao watoto kama dunia ndio ingekuwa inatoa watoto ikakupa ikasema okay au ikakupa mzazi wako ndo huyu. Wewe dunia inakupa unaenda dukani unanunua mtoto. Ungeweza kufuata sheria, angeweza kukupa kabisa na manyo akasema huyu mtoto tuliokuuzia bwana utakuwa unamwogesha hivi anakupa na hesabu. Unamlisha hivi, unampeleka hospitali wanafanyia hivi na hivi. Hiyo dunia ndio ingekuwa na mamlaka. Lakini kwa sababu dunia haijakupa huyo mtoto haina haki na wala haina mamlaka na haina uwezo wa kukupa utaratibu wa kumlea. Aliyekupa ni Mungu na anakupa maelekezo hapa. Amina. Sasa haiwezekani Mungu akupe mtoto alafu uende kwa daktari kupewa maelekezo. Haipo. Uende siji kwa mfalsafa mmoja siji msaikolojia mpuuzi mmoja anaitwa siji Mauki siji vitu gani na wengine wa namna hiyo. Ni uongo. Kwa sababu haiwezekani ni kama mtu I don't know labda nitoe mfano sehemu ipi ni nafikiri naeleweka sitaki kutoa mfano mimi. Lakini yule anayekupa kitu ndiye anakupa maelekezo ya kukitumia. Ukienda dukani ukanunua redio au hata simu unapewa na manyo utaratibu kama bana hii utafanya hivi na hivi. Mungu amekupa watoto anakupa na utaratibu wa kuwalea. Lakini dunia kwa mfano Mungu anasema nitoe mfano kabla sijaelewa. Anasema usimnyime mtoto mapigo hata kumpiga ufimbo hata kufa. Dunia anasema ukimpiga mtoto unaharibu psychology yake ni dhambi ni nini hakuna upendo. Sasa maana yake ni kama ana mtu amekupa unanunua kitu sehemu lakini maelekezo unapata sehemu nyingine. Itakuwa imepishana kwa vote vile. Kwa hiyo yule anayekupa kitu ndiye unatakiwa umsikilize. Yule anayekupa ndoa Biblia inasema mke mwema na mume mwema hutoka kwa Bwana na maelekezo ya huyo mke na huyo mume yanatakiwa atoke vile vile kwa Bwana. Hataki kutoka kwenye saikolojia. Hataki kutokea kwenye sehemu ambazo hawamwamini Mungu anakuambia mwanadamu hakuumbwa na Mungu alitokana sijui na wadudu na wanyama wa nini evolution line. Evolution line. Hapana. Huyu Mungu ambaye na nguvu zake zinaonekana. Nenda katika mataifa ya leo sasa hivi. Angalia mataifa yanavyopigwa na vitu kama mafuriko, yanavyopigwa na tsunami na matetemeko. Unaweza kusema kwamba yanajitokea yenyewe? Hapana. Hebu kama vitu vinajitokea wenyewe, chukua kitu chako labda chochote kile. Labda unaweza kuchukua, kiweke sehemu uone kwamba kitakuja kuhama. Hakitahama, kitabaki pale pale. Sasa haya matetemeko yanaenda yanalipua dunia anafanya nini? Lazima kutakuwa kuna sehemu fulani yanatokea basi. Kwa hiyo tutaenda huko baadaye kidogo. Lakini ngoja sasa katika taasisi tulishawahi kuona kubwa alizoziumba Mungu, kubwa kabisa na nazo zitambua. Ni taasisi ya kwanza kabisa ilikuwa familia.
alipoumba Adam na Eva. Na akampa watoto akina Habili, akina Kaini, Habili na nini na waliofuata, kina Seti na nini. Na akasema akawaumba akawapa utaratibu. Na akawaambia namna, akasema wewe utakuwa msaidizi wa huyo na huyo. Hiyo ndio taasisi ya kwanza. Taasisi ya pili alitengeneza kanisa. Lililotanguliwa kidogo na vitu kama hekalu, lakini baadaye lile hekalu tutaona kwenye somo la pili la leo akalibomoa. Alivyolibomoa akasema mimi nitajenga kanisa. Lakini hekalu alilibomoa. Alisema litabomolewa na litaondoshwa na halitaonekana tena. Baada yake akaweka kanisa. Kwa hiyo katika taasisi zilizopigwa kabisa ni sio taasisi za dunia hii. Zilizopigwa na shetani. Anazotafuta shetani. Taasisi zilizopigwa ni taasisi mbili, ni familia. Taasisi ya pili ni kanisa. Hayo ndiyo yanayopigwa na shetani, ndiyo anacheza nayo, anapiga na kufunua. Makanisa ya leo ndiko watu wanafanya uaguzi. Unasikia mtu nashindwa hata kusema hivi. Kuna mtu mmoja tena maarufu hamwezi mkamjua tu, ni maarufu kwenye maeneo yake. Ni mama mmoja nilisikia anasema eti nimeangalia maisha yangu niliyopitia, naona ni wakati mwafaka sasa wa kuanza kuitwa bishop. Akabadilisha jina lake akaanza kujiita bishop. Automatically alivyojiangalia. Baadaye anawaambia sasa niko naendelea kidogo nitaanza kuwatabirieni wote. Yaani na anawaambia mimi nashinda mlimani niko sinaomba nani. Yaani ni shetani wa mchana kwa huko. Bishop unajua jina lake maana yake nini? Ni askofu. Automatically nikaanza naona nini natakiwa nianze kuita bishop. Na watu wakaanza kumuita. Kwa hiyo sasa tuyo kwa familia zimepigwa mtoto kumjibu baba au mama chochote ni jambo rahisi sana. Yaani kumwambia lolote na kumjibu lolote ni kitu rahisi sana. Kwa sababu zimepigwa. Mzazi kumtelekeza mtoto wake akaenda akafanya vitu vingine kama ni biashara, kama ni shule, kama ni michepuko yake, kama ni raha zake, kumtelekeza tu akamwaga pale akaondoka akamwacha popote. Ni kitu tu cha kawaida lakini sio makusudi ya Mungu. Ukiona hicho ujue kwamba kweli shetani yuko anafanya kazi yake mahali hapo. Lakini ni jukumu la mtoto kumtii. Hakupaswa kumjibu anavyotaka. Ni jukumu la mzazi kumlea, tulivyoona kumuonya, kumwadabisha mtoto na kumlisha na kumtunza na vyote hivyo havifanyiki ni kwa sababu shetani kaweka mkono wake pale. Je, tunashindaje pale? Tunampingaje shetani? Tunampinga shetani kwa kukaa katika maneno ya Mungu. Maelekezo ya Mungu. Roho wa Mungu anafanya kazi kupitia katika maneno yake. Ikiwa ni pamoja na kukusanyika katika kanisa linalohubiri kweli. Hem tuende katika kitabu cha Kolosai, tuko Efeso, Luka wa Filipi kulia. Na katika Kolosai 3:20-21 anairudia. Tushaona kwamba hata wakati tunasoma kwenye habari za ndoa mume na mke, tuliona tulitafuta pia kwenye Kolosai 3. Inapatikana pia kwenye Kolosai 3. Kolosai 3:20 sio Kolosai 3:20 anasema hivi. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote. Maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Kule amesema ni jambo la haki, huko anasema ni jambo linalopendeza katika Bwana. Na anaendelea anarudi upande wa pili kwa sababu mzani wa Bwana ni sawia. Anasema hivi, ninyi akina baba msiwachokoze watoto. By the way, kulikuwa kuna wazazi nadhani inaendelea kuishaisha. Kwa kuna wazazi ambao kazi yao ni kuchapa watoto bila sababu ya msingi. Hamjawahi amwakumbuke? Hamjawahi kuwasikia? Ni kumchapa tu. Okay. Inakuwa inaitwa ni kwa jina la kumwadabisha, kumlea. Lakini ukuta hapana. Kulea kuzuri na kuchapa kuzuri kunatakiwa kuendana na upendo ndani yake. Basi mtoto unayemchapa katika upendo ni kama mapigo ya Mungu. Mapigo ya Mungu kwa watoto wake huwa yana upendo ndani yake. Lakini mapigo ya shetani ni ya kuua na kuangamiza. Mungu anachapa vile vile. Kuna kiboko cha Mungu. Mungu anataka tuchape watoto wetu kwa nini?
katika upendo pia katika huruma. Kuna wazazi wengine ambao ndio imekuja imeenda wamehamisha hiyo kitu imeenda mashuleni. Anapiga mtoto mpaka mtoto anatoka damu. Alafu nategemea huyu ni mzazi sasa. Maana siku hizi na huyu ni mwalimu. Siku hizi na walimu wanaitwa wazazi. Sio wale ni watu wa mshahara utakuja kuona mwalimu ni mtu wa mshahara. Kwa hiyo unasikia wazazi wengine wanagombana wazazi. Mimi niwahi kusikia kwenye group moja. Msiwalaumu wazazi wanaopiga watoto kwa sababu mzazi naye mwalimu naye ni mzazi. Hakuna. Mzazi anaitwa yule mwalimu anaitwa mshahara. Mchungaji wa mshahara sio mchungaji wa kweli. Hata siku moja. Lakini wazazi kama vile ambavyo wameziachilia roho zao zikapigwa na kila mmoja na kudanganywa kila nabii wa uongo na watoto wao wanawaachilia wanapigwa na walimu vyovyote vile. Hakuna anaweza hata kwenda kuuliza. Sio sahihi. Sio sahihi. Ni ujinga kimsingi. Nafikiri nikitumia neno ujinga litakuwa linanifurahisha moyo wangu kwa sababu inaniuma kuona wazazi wanakuwa wajinga namna hiyo. Na wanataka wazazi wengine ambao wako makini na watoto wao wanavyoadhibiwa waonekane wale wazazi ni wajinga ni wabaya. Ipo hiyo. Sema ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Kwa mfano kuna walimu wengine ambao ni wachokozi kiasi kama mtoto akishakutana naye, yani hata ukutana naye hospitali unaweza kumchoma hata sindano ya kumuua. Kwa sababu alichokuwa anafanya hakuwa anakuadabisha, alikuwa anakutesa. Mungu anakataa hiyo. Na hii tunaangalia kwa upande wa walimu kwa sababu lakini na wazazi vile vile. Kuna wazazi wa kina baba wengine. Na hapa Biblia inamwangalia sana kina baba. Biblia inaongea kitu ambacho kama hakipo vile. Kipo. Kipo. Kuna mwingine kazi yake anayojua ni kumchapa tu. Basi hawezi akamfundisha neno la Mungu, hawezi akamuongoza katika neno la Mungu, kazi yake tu akikutana naye ni mchape basi. Hapana. Mungu anaikataa hiyo. By the way, mtu huwa anapitia hatua zote mbili. Anaanza na kuwa mtoto mwenye wajibu wa kutii na kuonywa wakati mwingine na kuadhibiwa. Baadaye atageuka atakuwa mzazi ambaye alikuwa badala ya kutendewa akiwa mtoto anatenda. Kwa hiyo vile uwezo kusema kama anayeambiwa ni mmoja hapana. Mtu anaambiwa akiwa mtoto, mtu huyo anaambiwa akiwa mzazi vile. Wajibu ule na haki zile anazipata kote. Kwa hiyo labda sina haja ya kwenda kufanua hiyo zaidi. Ni kwamba kila mtu sasa twende katika vipengele vidogo. Hii ilikuwa ni kama somo la jumla kidogo. Lakini twende katika vipengele. Kipengele cha kwanza kinasema kutokea hii mistari minne ile ya kwanza ile tuliyosoma kipengele cha kwanza kinasema mtoto asiyetii maisha yake huwa mafupi au huwa ya taabu. Akiwa mtoto bado kijana au uzeeni mwake. Hem tusome mistari mingi kidogo, mfululizo wa mistari. Tukiwa tunaangalia Mungu amesema kwamba ukimtii mzazi utakuwa na heri. Moja. Pili utakuwa na maisha marefu duniani. Ndio sio? Na ni miongoni mwa zile amri 10 za Mungu. Hiyo inapatikana katika Kutoka 20:12. Twende pale tukimbie kwenye hii mistari vizuri tujifunze kusikiliza Biblia kwa kiwango kinachowezekana. Kwa kiwango kingi kabisa. Kutoka 20:12 Biblia inasema hivi. Katika zile amri za kwanza alizotoa Mungu, hiyo nayo aliiweka japo Biblia imejaa amri za Mungu. Kutoka 20 tusome mstari ule wa 12 anasema hivi. Waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unaliona kwamba Mungu anasema tumetoka kuiona pia kwenye sura ya leo wa Efeso 6 na kwenye Wakolosai 3. Lakini tunaiona pia katika Kutoka 21:15 anasema hivi. Ampigaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Kupiga tu. Wewe nadhani angeweza kusema kwamba ampigaye jirani yake atauawa. Jirani watapima huyu kapigana na jirani, ampiga jirani yake, wanaweza kumpiga faini, wanaweza kumpa kifungo vyote vile. Lakini nasema ikirudi kwa baba na mama ni kuuawa. Leo hii kuna watu wanawapiga wazazi wao, ndio sio? Mnawasikia kwenye mitandao.
Na usishangae mtu anafikaje huko. Anakuwa alizaliwa kama mwingine, alicheka kama mwingine, alikuwa mzuri, alivutia, lakini automatically anafika sehemu fulani anaweza kumpiga na kumuua mzazi wake. Biblia inasema atauawa. Leo hii hawauawi lakini Mungu anawaua. Anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21 tulikuwa kwenye Kutoka twende kwenye Kumbukumbu la Torati tunaangalia Mungu anasitiza maeneo hayo. Kumbukumbu la Torati 21 twende 18 Kumbukumbu la Torati twende 21 twende mstari wa 18 Biblia inasema msikiliza mstari wa ajabu, ni mstari wa ajabu kidogo, mimi siuelewagi lakini tukisoma pamoja tunaweza kuuelewa. Msikiliza anasema hivi. Mtu akiwa na mwana mkaidi, mshupavu, huyu mshupavu asiye msikivu huyu, asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapomwadhibu hawasikilizi. Hao watoto wapo hawapo leo? Wapo hawapo? Ndipo babaye na mamaye na wamkamate na kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake, wawaambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi, mshupavu, hasikizi sauti yetu, ni mwasherati. Sikia, hilo kosa lipo leo kwa vijana wakubwa. Lipo, si ndio? Mwasherati, tena mlevi. Walevi sio walevi viroba. Mstari wa 21, wanaume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako, na Israeli wote watasikia na kuogopa. Kimsingi Mungu anasema mtoto asiye msikivu mwenye kufanya vitu na ambao ndo wamejaa. Kama hii sheria kwa sababu sasa hivi hatukai chini ya sheria ya Walawi. Hii ilikuwa sheria ya Walawi. Mungu ameibeba hii sheria na ifanya mwenyewe, anamnyang'anya maisha mwenyewe. Nani anahisi kwamba Mungu alihisi kwamba zamani watoto walipokuwa wakorofi walitakiwa washughulikiwe, lakini sasa hivi waachwe tu. Mungu ameshaanza kuzoea dhambi za watu? Hapana. Amekuta wanadamu hawana haki katika kufanya. Huyo unayemwambia nienda kampige ndo mkosefu ndo amemtelekeza, akasema hapana, nitawanyang'anya mamlaka, nitafanya mimi mwenyewe. Ndiye anawapiga ugonjwa akiwa wadogo, anakufa. Kweli? Mungu anaweza kubadilisha utaratibu wa kufanya mambo. Kitu ambacho anaweza kufanya ni kuvumilia dhambi kwa mfano. Tuone, unaona ilikuwa kitu kizito kiasi hicho. Tuone katika Kumbukumbu la Torati 27:16 nasema hivi. 27:16 nasema hivi. Anasema hivi, na alaaniwe amdharauye baba yake na mama yake, na watu wote waseme amina. Kudharau tu peke yake. Watoto wanaodharau baba zao na mama yao ni wangapi? Lakini nitakuja kusema huko mbele kwamba huyu mtoto hatokee kukudharau. Wewe ndio uliyemtengeneza. Wewe ndio uliyemtengeneza. Kama watu walikuwa wanasema kwamba wale watu magaidi wanaoipiga Marekani sio kwamba wamejitengeneza, wanatengenezwa na Marekani. Kwa hiyo huyo mtoto mwenye kufanya hayo hajitengenezi. Ama utamtengeneza automatically au direct moja kwa moja, ama utamwachilia akiwa anajitengeneza hivyo ukiwa unasimamia tu lile zoezi. Anasema katika kitabu cha Mithali tusome kuanzia Mithali 3:1 na 2 anasema hivi. Twende katika kitabu cha Mithali. Twende haraka kidogo. Huwa sipendi kuacha mistari inayofanana, inayohubiri kitu kimoja, kwa sababu ni kama unapika chakula hakijaiva vizuri unakipakua. Sio vizuri, Mithali 3 anasema hivi. Mithali 3:1 na 2 anasema hivi. Sikiliza, Mithali 3:1 na 2 anasema hivi. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Hii mistari inasema sawa sana na sheria ya Mungu. Nasema ukishika sheria zangu zitakuongezea uhai na uzima wa amani. Leo hii watu wengi wanaishi wana ndoa zimekufa, wana biashara, maisha yamekufa, mambo yamekataa kwa sababu hawana heri, kwa sababu hawako sawa katika uhusiano wa wazazi wao. Kwa sababu Mungu anasema nitawapa heri, nitawafanikisha, na nitawapa siku nyingi za uhai. Anaendelea anasema katika Mithali, tulikuwa kwenye Mithali 3, twende Mithali 4. Mithali 4 mstari wa 10 anasema hivi. Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Leo hii kusikiliza kauli za mzazi ni kama mtu mjinga, anaonekana kama mtu mjinga.
Yule ambaye hasikilizi ndo anaonekana wa kisasa. Mkaidi. Anaendelea anasema katika Mithali 4, twende tulikuwa kwenye 10, Mithali 4:10 twende Mithali 4:20 anasema hivi. Mithali 4:20 anasema hivi. Kuanzia 20 na kuendelea mpaka 22 anasema, "Mwanangu sikiliza maneno yangu." Jamani watoto tuwe na tabia na wazazi tuwe na tabia kusikilizisha watoto maneno yetu. Leo hii mzazi anamsikilizisha mtoto wake TV, muziki, uchafu wote. Hana maneno ya kumpa ya hekima. Hayapo. Sasa wewe hujampa maneno ya hekima. Hivi unaweza ukapanda mimea usiweke mbolea usifanye nini ikastawi? Sasa wewe humpi mbolea unampa sumu. Unategemea kama mkubwa atakutii. Kuna kitu ulichowahi kumpa kabisa. Huna hekima hata moja uliyowahi kumpa. Na mara nyingi unakuta na yeye hakuwahi kupewa vile vile. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni chain reaction. Yaani kimetokea kwenye kona huko nyuma. Anaendelea. Na vyote kimsingi vinatakiwa vitokee kanisani. Haya anayoambia natakiwa yatoke aende kwa huyo na huyo na huyo yawe mengi katikati ya jamii. Tupate kupona. Anasema mwanangu sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako. Anaenda mstari 22. Maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao na afya ya mwili wao wote. Maneno ya Mungu yanapitia kwa mzazi. Ni afya ya mwili. Huyu mzazi anachokujua ni kumpakiza mtoto kwenye gari lake na kumpeleka kwenye vijiwe vya anasa. Ndio sio? Hapo kampenda sana. Junior, sijui nini, twende. Wanakuwa kilabuni. Baba yuko anakunywa bia, mtoto yuko pale anakunywa soda, wanaangalia uchafu. Huo ndio upendo baba huo. Upendo wa mama huo. Hapana. Ulishawahi kumsomesha neno la Mungu? Sio neno lile la kamstari kamoja mkakakalili, bwana niyo mchungaji wangu shinda wangu. Ni inaitwaje ile? Bwana niyo mchungaji wangu shinda wangu. Maneno Zaburi 23 ndio wameshika. Soma mwanzo mpaka Ufunuo. Kama mtoto wako unamlisha vya balanced diet, mpe balanced diet ya kiroho, ya Biblia. Balanced diet ni maneno yote ya Mungu. Kwani unaweza kuwa unamlisha ugali kila siku wa Zaburi 23 peke yake. Na hao si watokee wawili watatu. Walio wengi hawajali hicho kitu. Ili eneo kidogo tunaongea kwa msitizo kwa sababu kuna matatizo makubwa. Kuna matatizo makubwa. Kwa sababu hapo ndipo kwenye engine hapo. Hapo ndipo mambo yote yanapoanzia. Utakapoikuta familia, jamii, makanisa, taifa la waovu la wachafu na nini ilitokea hapa chini kwenye familia zao. Ndipo ilipotokea. Na anaweza kusema kwamba haya masomo ni magumu alafu Mungu kama ametupa masharti magumu sana. Hapana. Mungu atambia vitu vidogo sana. Mimi nakwambia hii kazi ni rahisi kuliko kutafuta milioni 3 kumpeleka mtoto akasome international school sio shule gani za kisasa. Hii ni rahisi zaidi. Lakini yeye wanaiweza hii ndio imewashinda. No. Kwa hiyo tunaona hayo tunaendelea katika tulikuwa kwenye Mithali 4:20-22 tukaona kwamba ni kumsikiliza mzazi na ni uhai yote hayo. Na Yesu alisema sitaenda huko. Yesu alisema tutaiona baadaye kidogo. Alisema katika Mathayo 15:4. Kwa sababu unakuta mistari tu yako kuisoma, twende pale. Mathayo 15:4 anasema hivi. Sikiliza Mathayo neno. Hayo ni maneno ya agano la kale, ni agano moja na agano jipya, ni kitu kimoja. Anasema Yesu anayarudia hayo. Mathayo 15:4 anasema hivi. Kwa kuwa Mungu alisema mheshimu baba yako na mama yako na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Alikuwa anaendelea mbele kwamba makanisa kimsingi tatizo limetokea kanisani ujue. Huko mbele alikuwa anasema sasa ninyi makanisa ndio mmetengwa hii sheria na akawapa mfano anasema kwa mfano mtu alikuwa na jukumu mtaliona baadaye kwenye umri tulikuwa tunaongelea mtoto mchanga hapa mdogo au ambao wanategemea wazazi mia kwa mia. Kuna watoto wakubwa aidha washaoa na kuolewa au ni wakubwa lakini bado wako nyumbani na nini utaratibu uko tofauti kidogo. Lakini sasa kwa watoto wakubwa Mungu alisema umheshimu baba yako na nini? Lakini anasema hapa mbele sina muda wa kuendelea mbele kuisoma hiyo. Kwa sababu ina mistari mingi. Anasema lakini mtu akitokea akasema kuna kitu cha nimekiweka wakfu. Nilikuwa niwape wazazi wangu wanakihitaji lakini nitakipeleka kanisani basi
hana jukumu tena la kuwasaidia wazazi kwa sababu tayari ameshakipanga kwenda kanisani. Mungu akasema sijasema hivyo. Nilisema kwamba kama unacho kidogo kwanza wape hao wazazi wako. Huna haki ya kukiweka kwanza wake. Anasema kwa jinsi hiyo mmetengua sheria ya Mungu ya watu kuwaheshimu watoto wao kwa vitu vya watoto kuwaheshimu wazazi wao kwa vitu pia mnawejiwekea sheria ya kupeleka kanisani. Na ndivyo hivyo kwa mfano kama una wazazi wako wana shida labda wana matatizo labda wanahitaji 10,000. Kati ya kuipeleka kanisani na kuwapa wale wazazi wako jukumu nasema wape wazazi wako kwanza. Sasa wao wakabadilisha. Hao ndo wachungaji wa pesa wa leo. Asilimia ziko nyingi au ziko chache za hao? Wote. Wote kabisa. Kwa hiyo Mungu walikuwepo wakati wa Yesu wapo mpaka leo. Mungu akasema sikusema hivyo. Sikusema hivyo. Vile vile mtu anakuambia mimi sina muda natakiwa kwanza niende kanisani anaacha halei familia yake. Unakuta kuna kina mama wengine wanaishi kanisani hawalei familia zao, watoto wao wanateseka, wanawaacha umezao wanafanya nini? Anakuambia nimepeleka injili sijui tumeenda kuimba Shinyanga. Mungu anasema pana anza kwanza kahudumie watu wa kanisani wa nyumbani kwako. Halafu nenda kahudumie wa kanisani. Nyuma hiyo ni sehemu ya pili sio ya kwanza. Sasa tuende katika kipengele cha kwanza. Hicho cha kwanza kilomaliza ilikuwa ni mtoto asiyetii. Tumeona maisha yake yalikuwa yanakatizwa. Twende sehemu ya pili. Tunaona mtoto mkubwa aheshimu sio kutii. Nilishasema vitu viwili. Kuna kutii na kuheshimu. Kazi ya mume inapokuja kwenye swala la kutii, la kuheshimu, anatakiwa mheshimu mke wake, lakini sio anamtii. Nani anajua kwamba hivi Kiswahili hivi vinatofautiana kabisa. Hivi ni sawa na maneno mawili ambayo watu wanachanganya, wivu na husuda. Mungu anatudai muda wote tuwe na wivu. Kama ni mwanaume unatakiwa na wivu na mkeo, uwe na wivu na mmeo, lakini hutakiwi kuwa na husuda. Mume unatakiwa umheshimu mkeo, lakini hutakiwi kumtii. Kwa sababu Adamu alitii sauti ya mke wake yaliyomkuta sio mazuri. Na wewe mke unatakiwa umheshimu na kumtii kwa pamoja vyote. Sasa hapa nilikuwa naunganisha haya masomo. Kwa sababu ni masomo sambamba. Ni masomo pacha. Ukitaka kutumia hilo neno. Sasa tunaangalia mtoto mkubwa. Mtoto mkubwa ni mtoto yule, kwa sehemu kubwa ni yule ambaye tayari maki mtu akiona kuolewa haachi kuitwa mtoto wa fulani. Sasa ukishaona kuolewa utaratibu ule unabadilika. Unatoka kwenye kutii unaenda kwenye kuheshimu. Na katika kuheshimu kikolezo kikuu cha kuheshimu tutakuja kuona kwenye mistari fulani kwenye Timotheo. Kikolezo kikuu cha kuheshimu ni pamoja na kutumia vitu vyako kwa ajili yao panapokuwa na uhitaji. Huko ndo kuheshimu. Tunatakiwa tumheshimu Mungu kwa vitu vyetu. Lakini hiyo ndio sheria. Sasa ngoja niwaambie scenario. Scenario ni kama hali fulani inayotokea. Kuna hali fulani inatokea mtu akiwa binti na kijana. Mtu akiwa binti au kijana anataka basi tunaona kwamba ni jukumu la mtoto mkubwa kumheshimu mzazi sio kumtii. Na muktadha wake ni nini? Muktadha wake ni huu. Leo hii vijana wanaoa na kuolewa, anataka akifika kula alikooa na kuolewa aendelee kutii nyumbani alikotokea. Si hilo lipo nalo? Hilo inaua ndoa. Kisha ukisoma na sina muda kwenda huko, ukisoma katika Mathayo sehemu nyingi. Nimeanzia kwenye kitabu cha Mwanzo, lakini Mathayo 19:4 ndio nitakayoisoma na nitaisema tu mdomoni. Inasema mme kijana atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ule utii, ule usikivu unahamia kutoka kwa mwenza wake. Leo hii kijana yuko kwenye ndoa, binti yuko kwenye ndoa, kila mtu anapokea masharti alikotokea. Hizo ndoa zipo nyingi na zimekufa pia. Sasa la ajabu liko hivi, ndio nilikuwa nataka kusema. La ajabu liko hivi. Unakuta mtu akiwa bado kijana anataka mke wake amtii yeye, si ndio? Binti huyu aliolewa. Na
akiwa mke mpya huyo binti wale olewa anataka mume wake amtii yeye, ampende yeye. Sawa? Iko sawa. Ambavyo ndio iko kibiblia. Lakini pia akisha kuwa mtu mzima na watoto wake sasa wale aliowazaa wakienda kule kwenye kuoa na kuolewa anataka waendelee kumtii yeye huyo tena ambaye alikuwa anatiiwa alipokuwa kijana na mwenza wake. Sisi tunaelewa hilo tatizo. Inatakiwa kama iwe hivi huyu hao wawili wapya waache huko walikotoka, waache kuwatii, haweza kuambia mtazaa watoto wangapi, mtaendeshaje nyumba zenu. Leo hii idadi ya watoto wanaozaliwa kwenye nyumba wanapangiwa na wazazi wao. Biashara za kufanya. Nyumba mnatakiwa muishi mji fulani, mfanye vitu gani? Hivyo vitu itakiwa umwambie kabla hajaoa na kuolewa, wakati anatafuta mchumba, wakati bado anakuwa yuko shuleni. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kuwa makini navyo. Hivyo vitu viko kwenye sehemu ya utii na uhusiano. Sasa ni jambo la ajabu. Anataka wanapokuwa bado vijana huyo ampende amtii. Alafu wakishakuwa watu wazima na watoto wao wakienda kule waendelee kurudi kwao tena. Hapana, wao nao waachilie waende wakafanye kwao. Lakini kinachobaki pale sasa kinaitwa sio kutii, ni kuheshimu. Kuheshimu ni nini? Ni kama ambavyo unaweza kukaa hapa ukamheshimu jirani yako, ukamheshimu. Kuna heshima ya kumpa jirani yako. Kuna heshima ya kumpa mtoto mdogo. Kuna heshima ya kumpa watu tunasema hata kuheshimu mila za watu na taratibu za watu. Heshimu kazi ya mtu. Ukimwona mtu ana kazi ya kutoka jasho chafu na nini, iheshimu. Huko sio kutii. Ni kitu kingine kabisa. Tofauti, Kwa hiyo ni aina fulani ya unafiki huko katika jamii na ni la ajabu sana. Ili tatizo lipo halipo. Kubwa sio kubwa. Tatizo kubwa kweli. Lakini Mungu anamtaka kijana binti hata kama ameenda huko akamtii mzazi wake, mke wake, mume wake, akamtii mume wake, akampenda mke wake, haimzuii kumheshimu mzazi wake kule alikotokea, kumheshimu. Na mara nyingi ni kumheshimu kwa vitu kulingana na mahitaji yake. Ukisoma katika Mithali, angalia sasa huyu ameshakuwa mkubwa sasa. Angalia Mithali 23. Tulikuwa tunaangalia mtoto mdogo anavyotakiwa kumtii mzazi na kuadhibiwa na kunyoa na kulelewa na nini. Lakini akishakuwa mtu mzima anatoka sasa kuwa kwenye kutii, anakuwa kwenye kuheshimu ambako tunakupata katika Mithali 23, tusome mstari wa 22. Mithali 23 anasema nisikie. Anasema msikilize baba yako aliyekuzaa wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Maana yake hapa tayari ushakuwa mtu mzima, yeye ashakuwa mtu mzee, usimdharau. Maana yake kutokumdharau maana yake ni kumheshimu. Sio kumtii. Hajasema umtii akiwa mzee. Anagundua kwamba akishakuwa mzee maana yake wewe ushaenda sasa huko kwake tena. Hutakiwi kumtii, unatakiwa umheshimu. Amen. Liko wazi. Biblia haiwezi kujichanganya. Na kumtii kuna maana yake ndani yake ya pili ambayo naomba nisome sehemu moja kwenye hiyo nihame nene kwa upande wa majukumu ya mzazi. Sehemu moja au mbili. Anasema hivi, tena katika kitabu cha tushaiona kwenye Mathayo 15:4 anaposema unatakiwa umtii kwa vitu vyako. Kabla ya kufikiria hata kupeleka kanisani. Lakini akaja katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5. Tusome Timotheo wa kwanza 5. Mistari ni mingi sana kwa hiyo inabidi twende haraka. Timotheo wa kwanza 5 ikifika pale mimi naanza kusoma mara moja sitakusubiri. Timotheo wa kwanza 5 kuanzia 3 na 4 anasema hivi. Sikiliza maneno haya anasema lakini mjane maana yake huyu mtashakuwa mtu mzima mpaka ujane maana yake labda umri umeenda sasa. Lakini mjane akiwa na watoto au wajukuu na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe. Yaani waanze kwanza kwa kusaidia wa nyumbani. Na kuwalipa wazazi wao. Huko ni kulipa unaitwa, Anasema kwa kuwa hili la kubalika mbele za Bwana. Ili nafanana na yeye anasema kwa kuwa hii ni haki mbele ya Mungu, kwa kuwa hili na kubalika mbele za Mungu, Basi yeye aliye mjane kweli kweli na okay sihitaji kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo unaona ni jukumu kwamba akiwa mtu mpaka anaongelea wajukuu wamsaidie huyo mjane au huyo asiye na uwezo aliyewalea. Na ni kwa sababu inaitwa wajukuu. Maana yake ni mama wa mmoja wapo wazazi wake. Na anasema lakini naomba ieleweke wazi kabisa.
Na ndio inatupeleka sasa katika kipengele cha jukumu la wazazi wazi. Ili kwani tunagusa habari za wazazi kidogo kidogo lakini sehemu kubwa ilikuwa ni wajibu wa watoto. Tunaona mistari miwili mizito sio jukumu na ni jambo ni kosa kwa mzazi kujiandaa kuwa tegemezi kwa watoto. Yaani unakuta anasema anaanza kuhesabu yule atanipa nyumba yule atanipa nini yule yaani anazipiga mahesabu. Dhambi. Hao wazazi nao wapo hawapo. Wapo. Ni jukumu lao wamlee lakini itokee kwa bahati mbaya sio kwamba ameshajipanga. Kuna mwingine anaweza hata akipata pensheni na ila yote anaitupa kote anaitapanya anajua na watoto nitaenda kwa huyu nitaenda. Ni kosa nalo. Wazazi wanamlea wapo nao. Na Mungu haweki neno kwenye Biblia kama halina matumizi. Hem tuende katika kitabu cha Korinto tulikuwa kwenye Mithali. Hem tuanze kwenye Mithali. Mithali 13. Tulikuwa kwenye Mithali kwa hiyo tuendelee hapo. Mithali tusome 13:22 Biblia inasema hivi. Mithali 13:22 Biblia inasema hivi. Mithali 13:22 Biblia inasema hivi. Mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Tuanzie ile sehemu ya kwanza. Mtu ambaye ni mwema, mzazi aliyeenda vizuri huwa anaumaliza mwendo wa maisha yake akiwa ameacha nyuma urithi kwa ajili ya wajukuu. Amina? Hilo lipo halipo? Hilo linatuangalia. Sasa huoni kwamba ni wajibu mia kuambia wa mtoto kumlea mzazi ili mradi vyovyote vile inavyokuwa pana. Ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwamba anamwaliza mwendo akiwa amejiwekea akiba itakayoenda mpaka kwa wajukuu zake. Hilo lipo. Je, ni lazima afanikiwe kufanya hivyo? Labda sio lazima. Labda kwa sababu kila mtu ana njia yake lakini hasa ni lengo la Mungu. Na analifafanua zaidi katika Wakorintho wa pili mlango wa 12. Tuende kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 12. Na sasa hivi kimsingi tulikuwa tunaangalia wajibu wa mzazi kwa mtoto. Kwa sababu tuliona lile somo tulilotokea pale kwenye Waefeso. Ilikuwa na wajibu mbili. Mtoto afanye nini kusudi aishi miaka mingi awe na heri na mzazi amfanye nini mtoto ili kusudi aweze kutimiza wajibu wake. Kama mzazi. Twende katika Wakorintho wa pili mlango wa 12 anasema hivi. Na kimsingi sio haki ya mzazi kudai vitu kwa mtoto wake. Kulingana na neno la Mungu. Anasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 12 Wakorintho wa pili 12 mstari wa 14 anasema hivi. Anasema tazama hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu wala sitawalemea. Maana sivitafuti vitu vyenu bali nawatafuta ninyi maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi bali wazazi kwa watoto. Ni jukumu la mzazi kuweka akiba kwa mtoto wake. Kulingana na neno la Mungu. Na sio jukumu la mzazi kudai akiba kwa mtoto wake. Kulingana na neno la Mungu. Lakini tunaona ni jukumu la mtoto kumlea mzazi wake vile asiyeweza. Kwa hiyo hivyo vyote ni mizani ya Mungu, ni mizani ya Mungu, neno la Mungu. Turudi kwenye majukumu halisi ya mzazi kwa mtoto. Kwa sababu tumeona kwamba mtoto ana majukumu makubwa kwa mzazi wake. Sasa tuangalie majukumu. By the way nilishasema kwa ulimwengu tunaoishi leo na hata tangia zamani mzazi ana jukumu kubwa kwa mtoto wake. Mzazi. Wote tunaongea hapa ni wazazi. Tuna majukumu makubwa kwa watoto wetu kuliko watoto walio na jukumu kwetu. Anasema katika Waefeso 6:4 pale tuliona Waefeso 6:4 sihitaji kurudi huko ni ile mstari mingine. Aliposema akina baba twende pale si vizuri tutengeneze hoja bila kuianzia kwenye neno la Mungu. Huwa naepuka kabisa kusema maneno yangu. Anasema nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu bali waleeni katika adabu. Na ni jukumu la mzazi kumlea mtoto katika adabu na maonyo ya Bwana. Hivi mtoto ambaye mmeachana akiwa na miaka 5 akaenda boarding hamtakaa muonane milele. Unaweza ukasema kwamba mnatimiza wajibu wako? Na boarding yenyewe unakuta uko wapi? Yuko ndani ya kilomita 2 kutokea hapa. Hawako mbali. Huwezi ukatangua sheria ya Mungu kwa sababu ya ustaarabu uliofikiwa dunia hii. Haipo. Huwezi kusema kwa sababu kuna boarding zimejengwa. Zitajengwa nyingi. Hapana. Anasema anamtumia baba kama mfano kwa sababu baba kimsingi ndio kilele cha kulea mtoto. Yaani ile nidhamu ya mtoto top kabisa ni baba. Top kabisa ni baba. Lakini yule ni kama ilivyo waziri mkuu na rais. Tunasema waziri mkuu ndio mwendeshaji mkuu wa shughuli za serikali za kila siku.
Lakini jukumu kubwa la uendeshaji wa serikali ni wa rais. Kwa hiyo utakuta mtoto kama familia inaenda katika utaratibu wa kimungu, anayemlea na kumwadabisha na kuweka kwenye utaratibu huwa ni mama. Yaani kwa siku saa kwa saa nyakati kwa nyakati. Lakini ile nidhamu ya jumla na nini ni ya baba. Na ni ya wote kimsingi. Kwa hiyo ndo anatumia anasema enyi akina baba msiwachokoze nini. Hana maana kwamba akina mama wao wanaruhusiwa kuchokoza, hapana. Anawasema wote. Lakini anasema huyu ambaye ndio jukumu lake kubwa na mara nyingi ambaye huwa anakosea katika hilo eneo. Kiukweli. Lakini wako akina mama ambao wanawachapa watoto wao bila sababu. Wengi tu. Na wengi ni katika ile falsafa inayoitwa sijia haki sawa, na anataka kuonyesha kwamba na mimi nina nguvu, siogopi, sio natesa mtoto kama baba yake. Ni ujinga. Hiyo ipo. Anasema mtoto, naomba niweke msisitizo hapa. Mtoto ni kama karatasi isiyo na maandishi nyeupe. Ukiandika Kiarabu utasoma Kiarabu kwenye ile karatasi nyeupe. Ukiandika Kichina utasoma Kichina au kitakushinda kukisoma kama ukijui. Ukiandika Kiswahili mtaelewana. Ukiweka Biblia itakuwa Biblia kwenye ile karatasi. Ukiweka Kiarabu na Qurani itakuwa Qurani, karatasi, kitabu kile kile. Mtoto anakuja akiwa hivyo hivyo. Unachokiandika kwenye mtoto wako ndicho utakachokipata pale. Sasa wajibu mkubwa uko kwa nani? Kwa huyu ambaye anapokea chochote kibaya na kizuri. Mambo yanapoharibika tumwangalie huyu anayetakiwa kuandika kitu kizuri au kibaya, au tumwangalie huyu ambaye anategemea aanikiwe. Tunataka tumwangalie mzazi, si ndio? Kwa hiyo kwenye maisha ya mtoto ni wajibu ni mkubwa kwa mzazi, kwa sababu mtoto kimsingi tunasema mtoto anazaliwa akiwa kama malaika. Sasa unasikia watoto wameharibika. Wakati wanakuja duniani walikuwa wameharibika? Hapana. Si waliharibika mikononi mwako, wewe ndio umeharibika. Kimsingi. Lakini leo hii na ukienda katika makanisa yao, ikitokea wakakanyaga kwenye hilo eneo, wataanza kusema watoto ni wazazi. Ni wazazi. Kwa sababu watoto wanazaliwa akiwa malaika, akiwa shetani umemfanya wewe. Na tumeona mwenye jukumu la kumlea, usije wasema amefanywa shetani na majirani, au amefanywa shetani sijui na marafiki. Mungu hajasema marafiki watambua na kutambua wewe, na amesema umlee. Ulimsomea Biblia mwanzo mpaka Ufunuo akaikataa? Hapana. Hawezi akaikataa. Kwa hiyo tunaona kwamba jukumu kubwa kimsingi liko kwa mzazi, sio kwa mtoto. Ni kama unavyomlisha. Mtoto akizaliwa anakuja labda duniani akiwa labda na kilo kama 3 hivi. Gramu 2800 hivi 3500. Usipomlisha vizuri ataendelea kuwa mdogo hivyo. Ukimlisha itakuwa kubwa vile vile. Anavyokuja sivyo anavyoendelea, anategemea utakachokifanya kwake. Vile vile usipomlisha neno la Mungu atakula ya dunia. Vyote vile. Anasema tusome katika kitabu cha Mithali tuone je Mungu anachokisema na wanadamu. Wazazi wanaolaumu watoto walioharibika si ni wengi. Kizazi hiki kilikuja kikiwa malaika duniani. Kimebadilika kuwa mashetani chini ya uangalizi wako mzazi. Ndivyo ilivyo. Watu wanataka kukwepa majukumu. Unajua ni rahisi sana kulaumu kuliko kuchukua kuwajibika. Hawa wamefanya hivi. Huyu hii imeharibika hivi. Hapana. Mimi huwa nahubiri wakati mwingine kwa kulaumu. Unaweza kusema kwa nini? Nakuwa na laumu kwa mtu yote ambaye amepingana na maneno ya Mungu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, nitalaumu mpaka mwisho wa maisha yangu. Kwa sababu ndicho anachotakiwa. Lakini kama mtu anatimiza wajibu wake, hutakiwi kumlaumu. Mithali 22:6 Biblia anasema hivi. Mithali 22:6 anasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hili neno la Mungu liko wazi kwamba njia mtoto anayokuwa nayo anapokuwa kijana na anapokuwa mzee ni ile aliyolelewa. Ndio kulingana na hili neno la Mungu. Si ndicho alichosema? Kwa hiyo kama ana njia mbaya inayokuudhi, ujue ndio aliyolelewa. Na aliyelea ni wewe.
hutakiwi kulaumu. Amina. Wazazi tupo. Wazazi wajao wa baadaye wapo nao pia. Ndio ukweli. Na Mungu hatuacha anasema sasa nitaleaje? Mungu amekwambia. Ameeleza vizuri namna ya kulea. Anasema katika Mithali tulikuwa kwenye 22, twende kwenye 29 Mithali anasema hivi, msikiliza kina mama ili naangalia ninyi peke yenu anasema hivi, mwenye kuji 29:15 naomba niwe nisikosee. 29:15 anasema hivi, fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamae. Mtu wa kwanza kabisa kuaibika, mtoto aliyeharibika huwa ni mama. Mtoto aliyeachiliwa anaenda vijiweni, anajiongoza, anajua anasoma simu zake, anapewa simu akiwa bado mdogo, anafanya vyovyote vile vyote, anayeharibika wa kwanza ni mama kulingana na Mungu. Ameachiliwa. Hii ni pamoja na kumwachia kaenda kujisomea tu akawa popote pale. Mwenye jukumu la kwanza hapo ni mama kulingana na Mungu. Ndio, lakini nadhani na baba atakuwemo mle. Anasema katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 19 anasema sina muda kwenda huko, anasema mrudi mwanao kukiwa bado kuna tumaini. Maana kuna wakati ambapo kumrudi ni kumsaisha na kumrudisha kwenye utaratibu. Ikiwa ni pamoja na kumwadhibu na nini, lakini lengo kubwa ni kumgeuza akae kwenye utaratibu mzuri. Anasema kukiwa bado kuna tumaini. Hivyo vitu vifanye kukiwa bado kuna tumaini. Lakini leo hii watoto wanalelewa anasema katika mtu angalia somo mstari mwingine wa msingi. Huu mstari sitauacha. Tusome Mithali 23. Tulikuwa kwenye 29 tena turudi nyuma kidogo Mithali tena 23. By the way, naomba mtu ambaye hasa yuko makini au anasoma hizi mithali mara nyingi. Mithali ziko 31 na miezi iliyo mingi huwa ina siku 31. Kila siku ukiweka mithali moja mwanzoni mwa maisha yako ya kiroho utafanikiwa. Kila siku mithali yake ziko 31. Kila kwa miezi kadhaa. Anasema katika Mithali 22 mstari wa 26 Biblia inasema hivi. Mithali nimesema 22 23. 23 basi. 23 mstari wa 26 anasema hivi. Mwanangu nipe moyo wako. Jamani, naomba tuwe na tabia ya kuchukua mioyo ya watoto wetu. Leo hii moyo wa mtoto uko wapi? Uko kwa Diamond. Uko kwenye simu yake. Uko hata kwa mwalimu wake. Leo hii watoto wana idolize na kuwaweka walimu wao moyoni zaidi kuliko wazazi wao. Biblia inasema hakikisha mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Maana yake usimpe moyo tu. Usimdai moyo peke yake. Mpe na mfano macho yake yaone njia zako zimpendeze. By the way, mtoto anajifunza tutakuja kuona mtoto anajifunza kwa namna mbili. Moja ni kwa kuambiwa, lakini sehemu kubwa ni kwa kuona. Wewe ni mama unakuja nyumbani saa 5 usiku, saa 3 usiku, unataka mtoto wako awe mwema. Hata kama utamsomea Biblia ukishafika, atasema hapana unadanganya. Nimeona ulichokifanya, anasema macho yako yapendezwe na njia zangu. Lazima watoto wetu tuwape. Leo hii watoto moyo wao uko kwenye TV. Moyo wako kwenye nyimbo zote za uchafu na wana muziki. Moyo wake uko kwa Wema Sepetu ambaye anabadilisha wanaume kila wiki 3. Ndio romodo wake. Wengine wako Tanzania, wengine wako Ulaya, wengine wako wapi huko. Ndio ni nani ambaye mtoto moyo wake uko kwa baba yake, kwa mama yake? Haipo. Alafu Biblia inasema katika sina muda kwenda huko. Anasema katika kitabu cha Waebrania 2:3 anasema, "Je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkono? Tutapataje kuwaponya watoto wetu na kizazi hiki na familia hizi tusipojali maelekezo makuu ya Mungu namna hii?" Na tukaanza kutafuta maelezo ya kupinga kueleza. Kwa mfano mimi nikishamaliza kuhubiri nikiweka kwenye internet, naanza kupata watu wanaotafuta eti mistari ya Biblia kupinga nilichosema. Wapuuzi kabisa, hakuna. Hawawezi. Huwezi kubishana na huu kweli. Huwezi. Ila na furahi wengine walikuwa na bishana wameamua kutulia tu, hasemi chochote. I like that one, naipenda. Lakini unajaribu ulishawahi kusoma siji robo mstari ya mstari hata hujui.
Mimi nimeweka mistari 100 yote inasema kitu kimoja, wewe unaniambia robo mstari ambao hujui hata kwenye kitabu gani. Ulishawahi kusoma sehemu inayosema hivi? Ndio nishaisoma. Watoto hujifunza tusome tufunge kwa kusoma mistari kadhaa. Ni sitaki kuondoka na somo lisiokamilika. Tuna katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 11 na 9 19. Kumbukumbu la Torati 11:19. Msikiliza maneno ya Mungu anasema hivi. Kumbukumbu la Torati kwa ajili ya muda natamani niwe nimemaliza. Kumbukumbu la Torati 11:19 Biblia inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 11:19 anasema hivi. Anasema nayo anasema hivi, nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Mungu anamtaka mtoto wako mfundishe maneno ya Mungu. Alikuwa anataka kuongelea habari maneno ya Mungu. Mfundishe unapokaa nyumbani, unapotoka, yani awe anajua hizo habari za maneno ya Mungu. Ndio Mungu aliyekupa watoto ndio anakuambia ndivyo unavyotakiwa kumlea. Wewe hufanyi hivyo. Alafu nataka kutafuta haki ya mzazi gani? Anasema pia katika 6 na 7. Kumbukumbu la Torati 6:7. Anasema hivi, 6:7 anasema hivi. Nawe uwafundisha watoto wako kwa bidii, sio kidogo kidogo, na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Leo ni asilimia ngapi wazazi ambao wanafundisha watoto wao Biblia waketipo katika nyumba yao? Mpira umemruhusu. Pombe zimemruhusu, michepuko imemruhusu. Sehemu yoyote alipoenda kazi zake za ujinga zimemruhusu. Anasa zimemruhusu. Vikao vya kijinga vya usiku vimemruhusu. Lakini anasema nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na ondokapo. Ndivyo namna unaweza kumponya. Kwa hiyo mtoto anafundishwa kwa mienendo tumeshaona, kwa kuona, lakini pia anafundishwa kwa kuhubiriwa, tena sio kwa bahati, sio mara moja, ni kwa bidii na ni kila siku. Biblia inasema Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 45 anasema hivi mpaka 46. Kumbukumbu la Torati 32 45 46 Biblia inasema hivi. Musa akamaliza maandiko Musa akamaliza kuwaambia Israeli watu wote maneno hayo yote, akawaambia yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nawashuhudia. Anasema maana yake mjifunze ninyi wenyewe kwa hivi leo. Nayo waamuluni watoto wenu wayatunze na kuyafanya maneno yote ya Torati hii. Sio wewe peke yako unaambia mtoto wako anayejua. Alafu akishaharibika uje uniambie kwamba mtoto ameharibika. Nitakwambia kukumwambia. Kama unamwambia Mungu anasema lazima atafahamu yote hayo. Na hoja ndogo ya mwisho kabisa. Mzazi akifanya kosa hili, kwa mfano akidharau mambo ya Mungu kidogo, mtoto huwa anaenda mbele kidogo zaidi. Yaani kwa mfano kama ulikuwa unasoma labda Biblia labda unaenda kanisani mara unaenda kwa mara moja kwa mwezi, mara 2 hivi. Mtoto wako akishafikia umri wake atakuwa anaenda wakati wa Krismasi na huwa haishii pale, anaenda mbele. Ndio kanuni ya mtoto. Daudi Mungu alikuwa usioe wake wengi. Akaoa wake nadhani walikuwa kati ya 8 na 9. Mtoto wake alifikisha 1000. Ndio kanuni ya mtoto, anaenda mbele. Rehoboamu Selemani mtoto wa Daudi aliyefanya hivyo kwa Daudi aliwabana watu wake, akawatoza fedha, akawatoza kodi kubwa. Lakini mtoto wake anasema kidole changu ni sawa na kiwiliwili kama kiuno cha baba yangu. Yaani namzidi baba yangu, kidole changu kidogo ni sawa na kiuno chake. Yaani maana yake namzidi mara hiyo. Ndio tabia ya mtoto. Kwa hiyo usifikiri kwamba ulipoishia utegemee kwamba uovu uliokuwa unafanya, udhaifu uliokuwa unafanya mtoto atauzidisha. Ndio kanuni ya mtoto. Tutaishia hapa kwa leo. Mungu awabariki. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunaomba asante Mungu kwamba unaweza kutulisha neno hili. Tunaomba Baba likatende makusudi yako. Bariki kusanyiko lako hili na bariki kazi yako inaendelea mahali hapa. Mungu mbinguni, tunakushukuru katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunapokea. Amen.